Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, bila shaka tuko hadhi kwa mara nyingine tena hapa. Tunasema tuko Dar es Salaam hapa, na tukiwa katika jiji hili la Dar es Salaam, katika maeneo ya Mikocheni hapa, katika taasisi hii ya manasiki haji wal umra, nikiwa na mkurugenzi hapa. Kwa kweli leo Babu Salam Online TV imefika katika maeneo yake, na mengi tunaweza kujifunza kutoka kwake Mwamba Alhabibi hapa, kuhusiana kwanza na mambo ya haji na khairi ambazo zinazopatikana katika mambo ya hija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na utukufu wa Mwenyezi Mungu na baraka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rehema za Mwenyezi Mungu zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah. Kwa majina naitwa Rashid Saidi Njuki, ndio mkurugenzi mkuu wa taasisi hii ya manasiki na ndio kiongozi mwandamizi wa kusimamia masala yote ya taasisi hii ya manasiki haji wal umra. Naam. Leo tumefika katika maeneo yako, na wapenzi watazamaji watahitaji kujua kazi ambazo unazozifanya, na kwanza hii taasisi ulianzisha wakati gani, mwaka gani, na lipi ambalo ulitazamia hasa mpaka ukaingia katika idara hii ya kupeleka watu katika mji wa Maka? Kwanza kiufupi, jambo hili ni kama cheo cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana watu wake, amewateua, na kila mmoja akamgawanyia kitu chake. Lakini sisi ni wapenzi wa khidma, kuhudumia watu wa dini, kuhudumia misikiti, kuhudumia madaris, kuhudumia Qur'ani. Lakini pia hili la hija likaingia humo katika kuhudumia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wale wenye kuwahudumia viumbe wake. Mwenyezi Mungu anampenda mja ambaye atakayewafanyia wema watu wake, ili na yeye Mungu ampe wema huyo anayefanyia wema watu wake. Kwa hiyo sisi tukapenda hivyo, na alhamdulillah tukaona sasa kukaa na watu wema, tushauriane nao, tusikilizane nao, hali ya kuwa tukijaribu kuona nani atatusimamia manasiki. Alhamdulillah tukapata washauri, tukapata bodi ya manasiki, tukapata kamati, na hali ya kuwa mpaka leo unaona tunaye mwenyekiti, tunaye mkurugenzi, tunaye katibu, tunaye wajumbe wa bodi, na ndo ukaona taasisi imekamilika. Na hii manasiki ni kitu ambacho kimo katika mambo mengi, na jina hili la manasiki tulilichambua kutoka katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khudhu anni manasikakum, akiwa anataka kuelimisha watu ibada ya haji. Akaambia, jamani, nyie nyote mnataka kujifundisha ibada ya haji na vilivyomo katika haji na mifumo yote ya haji, basi chukueni kwangu, chukueni kutoka kwangu, khudhu anni manasikakum. Tukaona na sisi tuione manasiki, na tukaona pia mashirika makubwa yaliyoshikwa na wema, basi na wenyewe wakaita vitu vyao manasiki, kama kampuni za ihram, kama kampuni za kuchinja, kampuni za mabasi na kila kitu. Na ala kulli hali jina hili likawa ni sehemu ya watu kulisikia na kulielewa masikioni mwao na kulifuatilia pale wanapolisikia. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko Dar es Salaam, na hapa ni Mikocheni, na hapa ni katika mahala ambako ofisi hizi za manasiki zinazoshughulika kupeleka watu Maka kule. Walilahi alhamdu, kama tulivyosikia mkurugenzi hapa amezungumza mambo mazuri, na lengo la Babu Salam Online TV kugura katika jiji la Dar es Salaam ni msimu huu wa maandalizi ya watu kwenda haji. Ndio maana tumefika ili tuweze kupata baraka na tija na mafanikio ya wale ambao wanaoendesha taasisi hizi, kuhakikisha wenye nia wanakwenda haji. Hata wewe ambaye unanitazama kwamba umetia nia yako, basi sikiliza mambo mazuri yanayotokana na taasisi hii ya manasiki. Sheikh Rashid, tukushukuru sana. Umetueleza kwanza jina hili, namna yake ilivyotokea, kitu ambacho ulichokieleza kimetoka katika riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jina hili na wengine ambao umewataja. Leo tuko hapa, tutahitaji kwanza kujua khairi ambazo
mtu anapokwenda haji, ili wapenzi watazamaji, wapenzi wa manasiki ambao leo mashallah wanamtazama, kuna wengine hawakujui kama ndio mkurugenzi wa manasiki, ingawa jina hili limezagaa katika nchi nzima na nje nchi wanaka, mkurugenzi wao wa manasiki ni nani? Ndio huyu ambaye tulionaye leo, tuweze kutambua alhabib faida ambazo zinapatikana katika mji wa Maka, na hasa watu wakienda kule nini na nini ambacho wanachofaidika nacho. Alhamdulillah, katika mji wa Maka pana faida nyingi sana, nyingi. Na ziko katika faida hizo ni katika yale yanayopatikana katika Qur'ani na yanapatikana katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mji wa Maka ndipo inapatikana faradhi ya hija, na katika mji wa Maka ndio panapatikana kibla ya Waislamu. Katika mji wa Maka ndio panapatikana maji matukufu, maji ya Zamzam. Katika mji wa Maka ndio panapatikana daraja katika ibada. Ukiswali swala yako moja utaandikiwa, kwa hapa Tanzania utaandikiwa 100,000. Yani kule uswali swala moja, hapa mpaka uswali mara 100,000 ndio ile swala moja. Lakini katika mji wa Maka panapatikana makamu Ibrahim, kisimamo aliposimama Nabii Ibrahim kuijenga hiyo Al-Kaaba. Na katika mji wa Maka inapatikana kitu ambacho ni kitukufu katika Al-Kaaba, ni Hajarul Aswad. Katika Al-Kaaba inapatikana vitu vingi, hivyo ni vichache. Miongoni pia vinapatikana katika mji wa Maka ni mlima mtukufu wa Safa na mlima mtukufu wa Marwa. Na katika mji mtukufu wa Maka inapatikana mahali alipozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye ni kwa hatua chache tu kutoka katika Al-Kaaba tukufu. Tunapozungumza Al-Kaaba tunazungumza sehemu tukufu ya Waislamu wote duniani wakielekea hapo, na sio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kaikuta, yani hii Al-Kaaba Mtume kaikuta, na kwa baba zao, kwa babu zao, kwa jamaa zao, mpaka kwa Adam alayhi salam. Yaonyesha Al-Kaaba ni nyumba ya mwanzo kuwekwa kwa sababu ya ibada. Inna awwala baitin udhiya linnas lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan wa rahmatan lilalamin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika Qur'ani kuwafundisha wanadamu wa mwanzo na wa mwisho, na hasa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema inna awwala baitin, hakika nyumba ya mwanzo kabisa kuwekwa. Sawa, kuna kitu kinaitwa wahid na kuna kitu kinaitwa awwal. Awwal ni tofauti na wahid ni tofauti. Inna awwal, hakika ya mwanzo. Misikiti kwa mingi, kuna Mtoro, kuna Maamur, sawa, kuna Kichangani, hii misikiti. Lakini kuna msikiti wa Madina, kuna msikiti wa Baitul Maqdis, kuna msikiti wa Makka. Wa kwanza upi? Inna awwala baitin udhiya linnas lalladhi bibakkata mubaraka. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatumia neno la kusema bibakka, hakusema bimakka. Kwa sababu gani? Liizdihamu nasu fiha, kwa kujaa watu, kwa kukimbilia watu. Watu wanakwenda hapo, kila mmoja wala kulli dhamirin, kila mmoja anakwenda kwa kipando chake. Mwingine atakwenda kwa punda, mwingine atakwenda kwa ngamia, mwingine atakwenda kwa farasi, mwingine ataenda na meli, mwingine ataenda na mashua, mwingine ataenda na jahazi, mwingine ataenda na ndege, mwingine ataenda na baskeli. Ala kulli hali, kila mmoja ameikusudia nyumba hiyo. Ala kulli dhamir, kwa makusudio kuikusudia nyumba hiyo kwa kipando chake mwenyewe atakachukua kajalio. Kwa hiyo fadhila nyingi zinapatikana, nyingi. Na ajabu iliyokuwa kubwa ni unakutana na watu wengi. Na ajabu nyingine kubwa ni unasamehewa madhambi yako. Na baraka kubwa unaipata katika mji huo ni kwamba unakutana na watu waliokwenda kwa Mungu. Mwenyezi Mungu anasema man dakhalahu kana amina. Alioingia tu katika mji wa Maka amesalimika. Na ndio maana utaona wale wanaokufa pia katika mji wa Maka wamekufa mashahidi. Tumeshuhudia baadhi ya watu wengi waliotangulia mbele ya haki, tukiona maiti zao, tukiona miili yao ikiwa haijafunikwa nyuso zao, kwa kushuhudia kwamba hawa ni mashahidi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atupe sisi safari ya kila mara
atupe sisi fursa ya kwenda kila mara, kwa sababu ni ardhi tukufu, ni ardhi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikhtarahu, ameichagua Mwenyezi Mungu. Kwa kuichagua ardhi hiyo ikawa daraja zake ni kubwa. Huwezi kupata daraja hizo ardhi yoyote duniani isipokuwa ni ardhi ya Makka. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko na mkurugenzi hapa. Ni mambo mazuri sana ambayo umeeleza hapa kwa kweli. Unatakiwa ujifunze kutokana na mkurugenzi wetu huyu wa manasiki haji wal umra. Ndugu yangu Sheikh Rashid, Mungu akubarikia khairi. Kwanza umetueleza mambo mazuri, umetuhamasisha ambao bado hatuja kwenda huko. Umetuambia mahala hapo ni mahala pazuri, ni mahala ambako daraja zinaongezeka, ni mahala ambako kihistoria wako mitume waliopita umepata baraka pale, kadhalika kama ulivyoeleza namna kama hiyo. Wengi sasa watatamani watatamani kwenda na haji hii manasiki haji wal umra. Unapeleka vipi watu? Gharama zako unajikita namna gani ili mtu sasa aweze kwenda kusafiri na manasiki? Maana yake asikie kauli yako mkurugenzi, unapeleka vipi kwenda na kurudi, dhahaba wa iyaba maana yake. Mashaallah. Sisi kwa mwaka huu wa 2025 ni sawa na mwaka 1445 kabla 1446, na alhamdulillah haji hii tumefanya kwa dola 6,200. 6,200 atapata vitu vyote. Atapata tiketi ya ndege kwenda na kurudi, atapata visa ya kuingia miji mitukufu, atapata pia na hoteli katika mji wa Madina na mji wa Makka, atapata pia mahema katika viwanja vitukufu, atapata pia na vyakula milo 3, chakula chenye uhakika, sio chakula cha kubahatisha tu, chakula chenye uhakika. Na pia atapata treni ya umeme kutoka Makka kwenda Madina, na pia atapata ziara ya kwenda katika vita vitukufu vya Uhud, vita vitukufu vya Badri. Atapata ziara ya kwenda kuitembelea sehemu ya kwanza Qur'ani ilipoteremshwa Jabal Nur. Atapata ziara ya kwenda kutembelea mlima mtukufu uliokuwa ni sehemu ya kujificha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati huo akitoka Makka kwenda Madina, safari tukufu ya hijra. Basi katika Jabal Thauri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipompitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mlima huo, watu watapata ziara kwa dola tu 6,200. 6,200 anapata vitu vyote. Na pia kingine atapata ihramu, atapata begi, atapata kitambulisho cha kumbainishia kule ni nani, atapata usimamizi wa bima ya afya, atapata matibabu katika mji mtukufu wa Makka na Madina, na atakuwa na mashekhe wenye kusimamia hija. Kuna kuwa na mtu wa kukuangalia tu, lakini kuna mtu wa kukusimamia. Tuelewe hapo. Wakati umechelewa kwenye kitu fulani, basi kuna mtu atakwambia bana umechelewa, tujitahidi tuwai. Lakini kubwa kabisa, sisi tunachukua dhamana ya kumchunga huyo hujaji anapotoka Dar es Salaam mpaka anaporejea. Na mwaka huu mtaona katika mambo makubwa ya manasiki wameweza kuchukua watu wenye umri wa juu. Tuna hujaji mama yetu ana umri wa miaka 90. Tuna hujaji mwingine ana umri wa miaka 87. Kwa hiyo tuna watu wenye umri wa juu kabisa. Lakini pia katika mwaka huu tunaye mahujaji maimamu wa misikiti. Maimamu wa misikiti, tuna imamu wa msikiti wa Mikumi katika hifadhi ile ya taifa Mikumi, na pia tunaye imamu katika msikiti wa Babati, na tunaye pia imamu katika msikiti wa Singida, na tunaye imamu katika msikiti miongoni mwa misikiti ya Dar es Salaam kule Tegeta. Kwa hiyo tuna maimamu wa kutosha. Lakini pia haji hii inaye wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika haji hii pia tunaye jamaa zetu, marafiki zetu
ambao wamependa tu kusafiri na manasiki. Naam, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko hapa Dar es Salaam na hapa tuko Mikocheni na tukiwa na mkurugenzi wa manasiki tuweze kutambua kwanza Alhabibi kwamba ili hujaji akamilike awe na vitu gani ili safari yake kwenda haji iwe imekamilika. Mashaallah, ili hujaji awe huyu mtu anaitwa ni msafiri wa kwenda kufanya nguzo katika nguzo za Uislamu ambaye ni nguzo ya hija, lazima kwanza awe na kibali cha nchi yake ambayo sisi tunaita hati ya kusafiria. Ni pasipoti ya kusafiria. Hii hapa. Hizi stika tunabandika kwa sababu Wizaratul Haji kule Saudi Arabia inataka hivi. Hii stika inabandikwa baada ya kuwa hii pasipoti imeshakamilika, tumeipata sisi, tunaibandika stika. Hii ni ya Wizaratul Haji na huku ni stika ya manasiki. Kwa sababu hizi zitakuwa zaidi ya 3500 wa Tanzania wote watabandika stika hizi. Lakini je, ili kuijua hii passport ni hujaji aliyotoka kwenye taasisi ya manasiki, tutaweka stika yetu nyuma. Kwa hiyo tutakapoipata hii passport na ameshatulipa ile pesa inayotakiwa kumsafirisha kwa sababu ya haji, tunamtafutia kibali cha kumuingiza Saudi Arabia. Hii ni visa ambacho ndo kibali cha kumuonyesha huyu mtu anakwenda kuhiji. Na ukisoma hapa utaona imekuandikia hii ni nau taashira, sampuli ya hii visa ni kitu gani. Kuna visa ya biashara, kuna visa inayomfanya mtu akafanye kazi, kuna visa ya kila aina, lakini visa hii inamuonyesha ni ya haji. Hii visa ya kuhiji. Na ikiwa ni ya umra itakuja hapa imeandikwa ni visa ya umra. Sawa Yaonyesha sasa huyu mwaka huu wa 2025 sawa na 1446 huyu tayari yuko safarini. Kitakachofuata baada ya kumtolea visa, tutakuwa sasa tunamtolea tiketi ya ndege. Atapata tiketi ya ndege. Kibali hichi kitamruhusu yeye sasa anaye safari. Hii anaye safari kwa sababu anaye passport, anaye visa na anaye tiketi ya ndege. Akikosa katika hivi bado hana safari. Wengi wana passport lakini hawana visa, hawana hija hao. Bado hajakamilika, sio hujaji huyu. Wengi wana tiketi ya ndege lakini hana visa. Kwa hiyo lazima upate pasipoti, upate visa na upate tiketi. Kisha unapofika katika mji wa Maka, umeshamaliza ibada ya haji, tunakupa sasa tiketi ya treni. Hii ni tiketi ya treni ya umeme inayotoka Maka kwenda Madina kwa masaa 2 na dakika 40. Ni kilomita 440 na kitu. Kwa hiyo utakwenda kwa masaa 2 na dakika 40. Ina maana una uwezo wa kufanya ibada katika mji wa Maka kisha ukapata treni ikakuaisha katika mji wa Madina. Manasiki inawajali mahujaji katika hali hiyo. Hapa huyu mtu atakuwa ameshaweza kusafiri kwenda Madina, na tiketi hii huwezi kupewa ya kumpeleka tu. Unapewa ya kumpeleka na kumrudisha. Ina maana akishamaliza ibada zake Madina, tunamtoa huyo hujaji katika mji wa Madina na kumrudisha katika nchi ya Tanzania, kisha amekuwa ni mtu ambaye aliyosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote aliyofanya haji hakufanya maneno machafu, hakufanya ufasiki, atakuwa kayaumu waladathu ummu. Atakuwa ni kama mja akarejea hali ya kuwa kama kazaliwa, ni kama mtoto mpya kazaliwa siku hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu amefanya haji, hakufanya maneno machafu, amefanya haji, hakufanya maudhi, amefanya haji, hakuacha kutekeleza nguzo za haji. Kwa hiyo ndio hiyo unaambiwa yoyote aliyokuwa na hija iliyokuwa salama, basi anaporejea anakuwa kama kazaliwa na mama yake. Na pia malipo yake hajjun mabrur la jazaa ila aljanna. Haji iliyokuwa kamili haina malipo isipokuwa ni pepo.
mtu huyo ni mtu wa peponi. Ndio maana utaona watu wanakaa airport muda mwingi kuwasubiri mahujaji, kwa sababu ni watu wema, wametoka kusamehewa madhambi, kwa sababu ni watu wametoka kwenye nyumba tukufu ya Mungu, wametoka kumtembelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, haya ni mambo mazuri ambayo yameelezwa na mkurugenzi wa manasiki hapa. Ili safari yako iwe ni safari yenye kukamilika, lazima ufuate vitu kama hivyo. Amezungumzia jambo la mwanzo, unatakiwa uwe na passport. Sio passport tu, lazima uwe na visa. Sio visa tu, lazima uwe na mipango ambayo unatakiwa, ambayo itakayokurahisishia kufanya ibada yako kwa ukamilifu pasipokuwa na muskeli. Bwana, tunataka tumalizie kidogo katika mazungumzo yetu leo, ikiwa tumewasili katika maeneo yenu ya ufanyaji wa kazi. Umetueleza hapa hizi ni gharama ambazo kwa uhalisia ni pesa ndogo sana, lakini vitu vitaja vitu vingi sana ambavyo mtu anaweza akafaidika navyo, kwa kusafiri kwa treni, lakini kuwa na hoteli karibu na sehemu za ibada zile maalum, lakini pili umetuambia kuna begi na kadhalika hivi. Kuna mtu atahitaji kuhijiwa, vipi gharama yake hapa? Kwanza tuelewe sharti la kuhijiwa, sheria inamruhusu mtu alokufa ndo akahijiwe. Lakini sio mimi mzima na hela zangu zinanisumbua nimpe bana wewe shekhe kahiji kule. Hicho kitu katika dini hakuna. Inatakiwa madaktari wameafikiana, waseme kwamba huyu bana, huyu hawezi kusafiri, kwamba labda mtu ana stroke au mtu mgonjwa, mtu mlemavu, mtu hawezi heka zile kutokana na madhara, basi mtu huyo anahijiwa. Lakini asilimia kubwa sisi tunawahijia watu kwa dola 2,000. Hii dola 2,000 maswali yatakuwa mengi. Kwa nini mtu kusafiri kwenda haji na kwa dola 6,200, lakini huyu kumuhijia dola 2,000? Imekuwaje? Tofauti yake, kule kuna wanafunzi wanaosoma katika miji mitukufu Makka na Madina. Inapofika msimu wa haji, tunamuomba asimame masomo kidogo ili aweze kusimamia hili swala la haji. Kisha baada ya hapo ataendelea na masomo yake. Hii ndio maana imekuwa dola 2,000. Yaani atakuja mwanafunzi, baada ya kumaliza ibada ile ya haji atarudi kuendelea kwa mwanafunzi, hasafiri. Anatekelezewa tu yale mahitaji, na baada ya hapo kisha anachinjiwa. Yaani usije ukachukua dola 2,000 bila ya kuwachinjia hao wanaohitaji kuchinjiwa. Lazima pia uchinje. Na hapo katika upande huo ambao umetueleza, upande wa umra, mtu anapotaka kwenda umra, taasisi yako wewe inapeleka kwa gharama namna gani? Swala la umra ni swala zuri sana. Kwanza tuelewe al-umra wal-umra kafaratan lima bainahuma. Umra na umra nyingine ni kafara baina zake. Lakini umra na haji ni yenye kunyonya ufakiri. Yaani mtu ufakiri analalamika kila siku ana shida, aende umra. Ni kama wale vijana ambao wenye dhiki waoe, wakishaoa yughnihimullah min fadli, Mwenyezi Mungu atawatajirisha kwa fadhila zake. Lakini umra, Mwenyezi Mungu anamtajirisha mtu kwa kwenda umra. Haikubainisha alioa hajaoa. Sema tu mwenye kwenda umra. Na sisi umra tunakwenda kwa dola 1,500. Na tuna grupu la karibu kabisa la mwezi wa 7 baada ya haji, tunaye grupu la umra. Na alhamdulillah watu wameshalipa kabisa wanaokwenda umra hiyo mwezi wa 7. Na umra kwa inakuwa siku 10, 5 Maka, 5 Madina. Alhamdulillah. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, hapa ndipo ambapo nitakapokuwa nimefikia tamati baada ya kuwa nimepewa mambo mazuri kutoka kwa ndugu yangu Fadhila Sheikh hapa, mkurugenzi wa manasiki haji wal umra, na nikisema kwamba tuko Dar es Salaam. Ndugu yangu nikushukuru sana, na leo wapenzi watazamaji wa Babu Salam wameenjoy sana na kusikiliza mambo mazuri kutoka kwako. Nimeona kwamba tangazo kesho kutakuwa na seminar ambako ni tarehe 17 mwezi wa 5 2025. Wapenzi wote ambao wanakufuatilia, unawaambia nini na mwisho kuhusiana na seminar? Mashallah, karibuni sana katika seminar. Na ndio msingi wa haji. Yoyote anayetaka kuswali lazima ajifundishe udhu, ajifundishe mavazi yake ili swala ikamilike.
na haji pia ni kuingia kwenye semina ili uweze kuelewa arkanul haji, nguzo za haji, ili uweze kuelewa wajibatul haji. Itakuwa ni sehemu ya kuwa manasiki imenyanyua mahujaji wake, ikiwa imeenda kuwapeleka kwenye nyumba tukufu ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko na mkurugenzi wa manasiki hapa akieleza mambo mazuri sana. Kwa kweli Mwenyezi Mungu amhifadhi, Mungu ambarikie yeye pamoja na watu wake ambao wanaandamana na yeye katika shughuli hii. Unakosaje kusafiri na manasiki ikiwa raha hizi kama zote ambazo wamezungumzia mkurugenzi? Unakosaje wa namna hiyo? Fika ofisini, muangalie, mtazame mkurugenzi, basi utasaidiwa kwa namna moja ama namna nyingine. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Juma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.